Waziri wa Maji, Nishati na Madini Mheshimiwa Nadir Abdulatif Alwad amesema baada ya mapinduzi nchi imepiga hatua kubwa kwa kuleta maendeleo pamoja na kuongezeka kwa vituo vya zimamoto na uokozi. Akizungumza wakati akiweka jiwe la msingi kituo cha zimamoto na uokozi Bwejuu wilaya ya Kusini Unguja, amesema hayo ndiyo matunda ya mapinduzi kwa kujenga vituo na kutoa huduma kwa lengo la kuwahudumia wananchi na wawekezaji, na hii ndiyo dhamira kuu ya serikali kwa kuhakikisha jamii inakuwa salama. Baada ya kutokea kwa mapinduzi, wazee wetu waliweza kupiga hatua kubwa na muhimu za kujenga nchi yetu, ikiwemo kuanzisha kikosi cha zimamoto na uokozi. Hivyo tuna kila sababu ya kuyalinda, kuyatetea na kuyapigania mapinduzi yetu kwa maslahi ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Huduma hizi za zimamoto na uokozi wakati wa ukoloni hazikuwa zikipatikana katika maeneo haya, bali zilikuwa zikipatikana mjini tu, tena sio kwa kila mwananchi. Leo hii huduma za zimamoto zinapatikana popote mtu alipo, na haya ndiyo faida ya mapinduzi matukufu tunayohubiria. Aidha, Mheshimiwa Nadir amekipongeza kikosi cha zimamoto na uokozi kwa kazi ya kuokoa watu na mali zao pale inapotokea majanga kwa kufika haraka katika matukio ya moto, na kuwataka wananchi kutoa taarifa mapema kwa kikosi hicho yanapotokea majanga ya moto. Kwa kweli nitumie fursa hii kuwapongeza sana kwa kazi nzuri mnayoifanya ya kuokoa maisha ya watu na mali zao, na nimeshuhudia matukio mbalimbali yanapotokezea mnafika kwa wakati na kwa haraka. Akisoma taarifa ya kitaalam, Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa Isa Mahfuz Haji amesema kituo hicho kina urefu wa mita 33.8, upana mita 18.25 na eneo lote limejengwa lina square mita 708.1. Mradi huu hadi kukamilika kwake inakadiriwa kutumia jumla ya shilingi milioni 596,928,140, ambapo mpaka sasa jengo limegharimu jumla ya shilingi milioni 308,617,933, sawa na 51% ya fedha zilizokadiriwa. Kituo hiki cha zimamoto na uokozi kina urefu wa mita 38.8, upana mita 18.2 na eneo lote lililojengwa lina urefu wa square mita 708, ambalo lina jumla ya vyumba vya kulala viwili, kimoja kwa askari wanawake na kimoja kwa askari wa kiume. Tuna vyoo 6, ukumbi mmoja wa mikutano, sehemu ya mapokezi, ofisi ya mkuu wa kituo, afisi ya sekretari, darasa la kusomea wapiganaji, chumba cha redio, jiko, chumba cha mazoezi, store, maegesho, jiko la nje, mnara maji safi, kisima cha maji safi pamoja na hozi la kuhifadhia maji hayo. Katibu Isa amesema hapo kabla kulikuwa na vituo vichache katika maeneo mengi, ila kwa sasa kuna ongezeko la vituo hivyo kwa kila wilaya kwa lengo la kuokoa na kuwahudumia wananchi. Awali Mheshimiwa, tulikuwa hatuna vituo vya zimamoto na uokozi vya kanda wala vya maeneo muhimu sana kama haya Bwejuu, lakini awamu hii tumetakiwa tujenge. Mheshimiwa Mkuu wa wilaya Kusini Othman Al-Maulid akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Kusini Hamida Musa Hamis ameomba wananchi kuongeza ushirikiano ili nchi iwe na mwendelezo wa amani na usalama, na watahakikisha wataweka mipango mizuri ya mji ili yanapotokezea majanga magari ya zimamoto na uokozi yapate kupita kwa wepesi. Niombe makamanda pamoja na wananchi wa maeneo ya karibu tuongeze ushirikiano ili kuona kwamba nchi yetu inaishi katika hali ya salama na amani. Na pia kuna mkoa wetu kwa ujumla na wilaya zote mbili hizi tuna mipango ya master plan ya miji yetu. Tutahakikisha kama miji yetu tunaipanga ili inapotokea majanga huduma zote kupatikana. Kamishna zimamoto na uokozi Rashid Mzee Abdallah amesema kikosi kinaongeza kujenga vituo kwa wilaya zote za Unguja na Pemba kwa ajili ya kuwafikishia wananchi huduma pamoja na wawekezaji wa maeneo husika.
Pia ametoa hofu wananchi kwa kuwa na vifaa vya kisasa, ambapo kwa sasa amepokea magari 4 na magari 22 yapo njiani, na kuwataka wananchi wanapofikwa na majanga wasikose kupiga simu kwenye kituo kilicho karibu kwa namba 114 ili kufika katika matukio kwa wakati. Kwa sasa KZU au kikosi cha zimamoto na uokozi inazidi kusambaza vituo vya namna hii Unguja na Pemba kwa lengo la kuwafikia wananchi na wawekezaji popote watakapokuwa na majanga ya moto katika maeneo yetu. Napenda nichukue fursa hii kuwajulisha wananchi kwamba sasa zimamoto inakuja na mabadiliko makubwa. Vitendea kazi kwa kutumia fedha za ndani. Kuna magari 4 ya kuzimia moto tayari mikataba imeshasainiwa na tunasubiri utekelezaji wake. Lakini pia si hivyo tu, kikosi kimepokea magari 4 mapya na kinategemea kupokea magari 17 mengine na boti la uzimaji moto kutoka kwenye kampuni ya Rosenberg nchini Austria. Haya yote yanatokana na mkopo ulioingiwa na serikali ya muungano wa Tanzania na nchi hiyo ya Austria. Napenda niwakumbushe wananchi tu kwamba popote utakapopata majanga usisahau kutupigia namba 114 na wakati wowote sasa tutafika. Mkuu wetu wa mafunzo baba na kutaka wanjani, MP kamanda wapiwe na kutaka wanjani, maafisa wetu simameni we na wataka wanjani, walonuna na wanune leo zimamoto hadharani, kamisha tumpongezeni mambo yake hadharani, eti muje hapa we, muje hapa we, muje hapa we. Nikiripoti Asma Mohamed.